الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Watukufu wa Islam, katika wiki iliyopita tuliona mwisho wa qaumi Ad walipomkadhibisha Mola wao na kumkadhibisha mtume wao, na natija ya makadhibisho yao na kufuru yao ilikuwa ni maangamizo, na ili ipate kuwa fundisho kwa kila mwenye kupata ujumbe kutoka kwa mitume na kuukataa. Tukaahidi kwamba leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaingia katika kisa kilichosimuliwa tena katika Qur'an baada ya mtume Ad, baada ya mtume Hud ambao ni qaumi Ad. Tutamueleza nabiyun min anbiya'illah, nabiyun arabiyyun akhar huwa Salih. Tukasema miongoni mwa mitume ambao Abu Dharr alihadithiwa na bwana mtume kwamba ni Waarabu mitume wanne, bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia Hud na Salih na Ayub na Muhammad ibn Abdullah. Baada ya kuangamia kwa qaumi Ad waliojitapa na kujinasib kwamba wao hakuna atakayekuwa na nguvu kuliko wao, man ashaddu minna quwwa, Mwenyezi Mungu akamwambia awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Na kweli Mwenyezi Mungu aliwapelekea upepo mkali sana, ulikuwa unawachukua pamoja na maguvuguvu yao juu ya hewa, unawadondosha, wanaanguka chini kaannahum a'jazu nakhlin khawiyah, kama mtende ulokatwa kichwa. Mtende unapokuwa umekatwa ile sehemu ya juu unaanguka chini, ndo walimithilishwa na mti huo wakati walipokuwa wakidondoshwa na kukatwa vichwa vyao. Na kilichosababisha hicho huo ni upepo tu, rih, mfululizo wa siku 8 kuangamia hawa watu. Maisha yakaendelea kama kawaida, watu wema wale wakaendelea na ibada ambazo zilisahaulika baada ya muda mrefu, na wakaja watoto wao wakaanza kumaasi Mwenyezi Mungu tena upya. Binadamu ni mwingi wa kusahau, na hii tuliiona wakati baba yetu Adam mwenyewe alipokuwa msahaulifu vile vile. Lakini ubaya ni kusahau katika mambo ya hatari. Unaposahau katika mambo ambayo hayatoleta madhara, ile sahau yako haitoleta madhara makubwa. Adam aligawa katika umri wake miaka mingapi? 40. Lakini akasahau. Alipokuja malakul maut akamwambia siku zako zimekwisha, akamwambia la, kuna miaka 40 imebaki. Akamwambia si uligawa kwa mwanao Daud? Akasema sikugawa. Fanasi ya Adam. Na ndio mwendo wetu sisi. Sasa hawa mitume huwa wanakuja kukumbusha kile kilichosahaulika kikumbukwe. Na kama mitume hawapo, ulama ndio wanasimama katika position ile. Al-ulamau warathatul anbiya. Mtu asipojishughulisha kuwa karibu na ulama, famathaluhu kamathalil bahaim, itakuwa kama sawa sawa na wanyama, kwa sababu hapati renovation ya imani yake. Na mtume anasema mara kwa mara, jaddidu imanakum, kila mara upya imani yenu.
Baada ya kuwa wameendelea katika ukafiri, baada ya muda mrefu Mwenyezi Mungu akawaletea mtume anaitwa Saleh. Fahuwa Saleh ibn Ubaid ibn Masih ibn Ubaid. Jina hili majina ya Kiarabu, Saleh ibn Ubaid ibn Masih ibn Ubaid ibn Thamud ibn Iram. Hapa baina Thamud na Iram kuna jina lingine vile vile katika riwaya nyingine, ibn Ubaid ibn Thamud ibn Athir, alafu ndo anakuja ibn Iram, alafu ibn Sam, alafu ibn Nuh. Hawa ndo wazee ambao nadhani tukiwataja hivi tunakuwa tunafahamu kwa sababu ndo asli. Nuh kamzaa Sam, Sam kamzaa Iram, Iram kamzaa Athir au kamzaa Thamud, Thamud akazaliwa na Athir mpaka kufika kwa Sayyiduna Saleh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Mtume Saleh kama kawaida yake aliingia katika uwanja ule ule aloingia Nabii Allah Hud. Saleh ibn Ubaid ibn Masih ibn Ubaid, huyu alikuwa pamoja na watu wake wakiishi sehemu kati ya Madinatul Mustafa na Tabuk. Kuna sehemu inaitwa Hijri, na wamepata sharaf vile vile katika Qur'ani kuwa na sura miongoni mwa sura zilizotaja habari za hawa watu, inaitwa Suratul Hijr. Kama vile tulivyokuwa tukisimulia Ashabul Ahqaf, tukasema Ahqaf ni mantiqatu baina Oman wa Yaman, mantiqatu baina Oman wa Hadramut, yani sehemu ya Shihri ndo Ahqaf. Na hawa tumeshawasimulia ambao ni watu wa Hud. Sasa watu wa Hijri walikuwa kiishi katika sehemu shamal gharbi Madina, yani north ya west ya Madinatul Mustafa. Kwa hiyo walikiishi katika Jaziratul Arabia. Kati ya Hijri na Madina ni sawasawa ni takriban kilomita 380. Ukitoka Madina ya mtume hii, Madinatul Munawwara, kienda zako Hijri utakata zaidi ya kilomita 300 kufika huko. Na hizi sehemu ambazo tutazitaja hapa za Hijri mpaka leo zipo athari zake, kama vile ambavyo zipo athari za qaumi Ad na qaumi Thamud, pia vile vile athari zake zipo. Kwa hiyo tunapotaja qaumi Ad, mtume wao alikuwa Hud. Tunapotaja qaumu Thamud, mtume wao alikuwa Saleh. Kwa hiyo unaweza kukuta katika Qur'an kadhabat Ad, kadhabat Thamud. Haya ni makabila. Ad ndio katika makabila yao au wazazi wao wale wanaonasibishwa na Saleh, mzazi wake ambaye anasibishwa katika kabila lake ni Thamud, ambayo pia ni kabila miongoni mwa makabila ya Kiarabu. Tusome baadhi ya ayat ambazo zimekuja katika kisa cha Nabiyullah Saleh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم
wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi basta fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun qalu ajitana lina'budu Allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Aya hizi ni aya tunazikumbushia katika kisa cha Ad. Nimezisoma kwa sababu tutakapozisoma aya za Thamud zinafanana. Hii inaonyesha wazi kazi ya mitume haikuwa tofauti, na kama kazi ya mitume haikuwa tofauti, dini haziwezi kuwa nyingi, kwa sababu wote ilikuwa kazi yao ni moja peke yake. Na tutapata katika hizi aya tutakazosoma, Mwenyezi Mungu anasema kadhabat Thamudul mursalin, watu wa Thamud wamewakadhibisha mitume, wakati watu wa Thamud walipelekewa mtume huyu mmoja, lakini Mwenyezi Mungu akaleta kwa plural al-mursalin. Maana yake ni kwamba man kadhaba rasulan faqad kadhaba jamia al-mursalin, mtu yoyote atakayemkanusha mtume huyu amewakanusha mitume wote. Hawezi kusema mimi mtume wangu katika hawa huyu tu, wengine wote siwatambui, imani yake bado, kwa sababu katika sharti za iman an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir. Sasa kama hali ni hiyo, haiwezekani katika hii dunia kuwa na dini nyingi. Kama Mungu ni mmoja, kama sheria ni moja, itakuwa na itijahi yetu ni moja, na wanadamu wote baba yao ni mmoja. Haziwezekani tena kuwa na dini 20, 100, 30 ngapi. Dini lazima iwe moja. Kwa hiyo watu watafute Mungu mmoja aliye dini moja, aliyewaleta mitume wakafanya kazi moja. Sasa maneno haya aliyozungumza Nabii Hud ndio atakayoyazungumza Nabii Saleh alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Tusikilize aya zinazofuata. Wa ila Thamud akhahum Saliha, yani tulimpeleka Thamud kwa ndugu yao, tulimpeleka Saleh kwa ndugu zake Thamud, yani kabila lake na jamaa zake. Tulimpeleka nini? Ili akawe mtume awahofishe. Nini alichosema? Qala ya qaumi ibudu Allaha ma lakum min ilahin ghayruh, sawa bin sawia na maneno aliyosema Ad. Enyi watu wangu, muabuduni Mola mmoja, hamna mtu mwingine, Mungu mwingine asiyekuwa Allah. Haiwezekani kwamba nyinyi mfanye ibada yao masanamu mkawafanya ndio miungu wenu, wanakupeni, wanakuondosheni au wanakubarikini. Hawabariki kitu hawa. Malakum min ilahin ghayru qad jaatkum bayinatun min rabbikum, imekuja kutoka kwa Mola wenu bayana, ubainifu. Mimi ni mtume kwenu, nimekuja kukuondosheeni mizigo ya shirki ambayo nyinyi mnamshirikisha Mwenyezi Mungu. Nasikiliza, angalia wajhu shaba ya hizi ayat katika suratu Al-A'raf na katika suratu Hud. Utakuta risala ni ile ile. Na kwa nini inarudiwa? Huwa maneno yakirudiwa huwa yanachosha, lakini sio maneno ya Qur'an. Nimetoa mfano hapa kwamba imam kila siku anasoma suratul Fatiha, lakini kila mtu anaipenda na anaisikiliza na anaisoma na kuifuatilia. Qur'ani ni peke yake, na inaonyesha wazi mtume alikuwa ni mtume. Miongoni mwa dalili zake ni hii Qur'ani kuisoma. Mtume alikuwa akisoma Qur'ani, akiteremshiwa sasa hivi, akiambiwa sasa hebu isome, anaisoma kama alivyoteremshiwa na haitosahaulika tena hiyo. Kwa hiyo maneno yale aliyosomeshwa baada ya dakika 5 akienda kusalisha anayasoma kama alivyofundishwa na Jibril. Sasa kuna watu walidai Muhammad alitunga, haya ni maneno yake.
na maumbile ya kibinadamu, mwanadamu hawezi kutunga, na akitunga sasa hivi mie leo na darasa hii nazungumza, alafu baada ya darasa hebu niambie rudia tena mazungumzo uliyoongea vile vile, usiache hata mstari mmoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Nitaweza kufanya hivyo? Huwezi kufanya, lazima utabadilisha. Hayawezi. Hizi khutba tunazozitoa sasa hivi al-anbiya tumeshawahi kutoa zamani, miaka 5 4 tumetoa, lakini nenda kasikilize zile CD za miaka hiyo na sasa hivi utapata tofauti. Siwezi kurudia tena ikawa vile vile kama ilivyokuwa. Huu ndio udhaifu. Lakini mtume alikuwa anaweza kusoma sura nzima, suratul Baqara vile vile bila kudondosha alif wala fatha wala kisra kama alivyosomeshwa. Kwa sababu gani? Sanuqri'uka fala tansa, tutakusomesha hutosahau. Lakini kuna watu wanaitwa mustashriqin wasema mtume alikuwa akikaa Muhammad anawaambia jamaa zake hiyo Qur'ani hiyo, alafu anakaa anasema maneno anawaambia hii hadithul qudsi, kisha anakaa anawaambia tena hii sasa ni hadith nabawi. Yani alikuwa anavurumisha tu, anasema maneno anawaambia Qur'ani, anasema mengine anawaambia hadith qudsi, anasema mengine anawaambia nini hadith nabawi. Hakuna mtu anaweza kusema maneno kwa daraja 3 tofauti akasema sasa hivi haya Qur'ani, haya ni hadith qudsi, haya ni hadithi zangu. Hakuna. Kwa aina mbalimbali. Ukisoma hadith qudsi na Qur'ani na hadithi za mtume utapata ile mtiririko wake tofauti kabisa. Utajua hii ni Qur'ani na haya ni maneno ya mtume na hii ni hadith qudsi. Hazifanani katika uslub, katika balagha, katika maani yake, katika badii, uzuri wa hayafanani kabisa. Na nani wanaweza kusema maneno aina 3 tofauti? Yani wana mustashriqina, yani ni makafiri wanaopinga dini, huwa mara nyingine wanaleta hoja ambazo wao wanafikiri zitatia dosari dini, kumbe zile hoja zenyewe ndo zinanyanyua kiwango cha mtume Muhammad, zinaonyesha wazi kwamba huyu alikuwa ni mtume. Anasemaje? wa ila thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Anasema dalili ya kukupendeni Mwenyezi Mungu, amekuleteni katika sayari hii, akakuwekeni na akakupeni vitu vya kuendesha maisha yenu. Basi njoni mulete istighfar, maneno yale yale ya Nabii Nuh. Wanapita kwenye njia zile zile walizopita wenzao, na ndio maana mtume anasema ma kuntu bid'an min ar-rusul, mimi sio bid'a, mimi sio kizushi, sio kituko, sikuzuka tu, mimi nawafuata ndugu zangu. Anasemaje? inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, hakika nimetumwa kuja kutimiza. Wenzangu walianzisha jengo hili, mimi nakuja kumaliza. Finishing ya jengo hili analimaliza mtume, walishakwisha kujenga ndugu zake kabla. Kwa dini moja na muaskari tauhid, kambi ya tauhid ya la ilaha illa Allah ilikuwa ni moja, na kama vile ukafiri pia ni aina moja mpaka leo, japo kuna design mbalimbali. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. reaction hiyo sasa. Alipoanza kutangaza Nabii Saleh, acheni miungu hiyo, masanamu hayo, mawe hayo mmeachonga wenyewe, wakakurupuka wakamweka kitako, akamwambia ya Saleh, ewe Saleh, kad kunta, zamani tulivyokuwa tunakuona unavyoenukia, ulikuwa marjuwan fina, tunatarajia mazuri. Maana ilikuwa hatuamrishi kitu bila kukusikiliza unasemaje juu ya kitu kile, ilikuwa hatuamui jambo bila kukusikiliza una rai gani. Yani inaonyesha ni mtu ambaye kwanza alikulia na wao
wakiwa wanamtegemea kwamba huyu siku za mbeleni huyu atakuwa na jambo. Ndio maana maneno haya yanasema qad kunta fina marjuwan qabla dhalik kunna na'mal fik. Kama vijana wetu tunapowaona madrasa, mashuleni, misikitini, huyu kijana huyu siku za mbeleni tunatarajia kwamba atakuwa miongoni mwa vijana wema. Ndio hali kama hiyo wanaonyesha, wanasema ni nyota inayonyanyuka sasa, na nyota njema huonekana alfajiri. Kwa hiyo walimuona akhlaq zake, wakamuona na hali ya maisha anayoishi, huyu atakuwa mtu. Na utu wenyewe kumbe ndio utume anapewa. Sasa ameshapewa, kwa nini wasimwamini? Kama mtume alivyokuwa akiitwa nani? Sadiqu al-amin. Wanamwambia Saleh, qad kunta marjuwan, qad kunta fina marjuwan qabla hadha, sisi tulikutarajia kabla ya haya unayoyasema sasa. Tizama sasa, ta'tina bikalam gharib, unakuja na maneno ambayo mageni kabisa. Haya unatoa wapi Saleh? Unasemaje? atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Unatukataza kuabudu miungu iliyoabudiwa na babu zetu, na unatuita tumwabudu Mungu mmoja. Kwa hakika sisi tunashaka na dini yako hiyo na Mungu wako huyo unayemtangaza. Walikuwa na shaka ile baina tathbit au nafi, ni kweli au si kweli, tunashaka. Mwanzo wa da'wa walikuwa wanaanza ku negotiate, ni kweli si kweli, nahnu nashukku fima tad'una ilayhi. Saleh baada ya kusikia maneno haya, na yeye akawaambia, qala ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allahi in asaytu fama tazidunani ghayra takhsir wa ya qaumi hadhihi naqatu Allahi lakum ayah فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Enyi watu wangu, nisikilizeni vizuri huruma ya mitume hii. Araaitum, mnaonaje? Hebu niambieni, tizameni vizuri, fikirieni katika akili zenu. In kuntu ala bayyinati min rabbi, je, kama haya ambayo ninayazungumza Mungu wangu ameniwekea wazi, niko katika haki, niko katika ubainifu, na Mwenyezi Mungu ameniteremshia rehema zake kwa kunipa utume, jamani, mnataka nikufuateni katika ibada ya kuabudu masanamu, niache haya ninayokuelezeni hakika? Faman yansuruni, nani atakayenusuru? Kwa hakika nitapata adhabu mie wa mwanzo, na hakuna atakayeweza kuninusuru na adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni ahadi. Mwenyezi Mungu ameweka heavy contract kwamba mitume wapeleke risala hii, na wasipopeleka wajiandae kujibu siku ya kiyama. Allah anasema wala nas'alanna almursalin, tutawauliza mpaka mitume, je, kazi hii wameifanya? Watasimamishwa watu, wataulizwa watu wa Nabii Nuh, hal balaghakum Nuh, je Nuh waliwaambia? Watasema ma jaana min nadhir, hakuja, hatukumuona. Mpaka mbele ya Mungu watasema uongo. Nuh, hal ballaghta, wewe umefikisha Nuh? Nuh atasema naam. Ni nani atakayekuwa shahidi? Sema yashhadu li Muhammadun wa ummatu, shahidi yangu kama mimi nilifikisha ni Muhammad na watu wake. Ummati Muhammad, je hawa walifikishiwa ujumbe? Naam, sisi tumesoma. Siku ya kiyama sisi katika ummati Muhammad atakayesimamishwa yoyote, hebu waeleze walifanya nini watu wa Nuh. Tunaweza kuwaeleza kwa sababu ya haya tuliyosomeshwa. Ndio maana Allah akasema wakadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa 'ala an-nas, nyinyi mtakuwa mashahidi kwa watu. Kwa hiyo hizi habari tunazisoma,
kitu kilichofuata baada ya da'wa hii ya watu wa Saleh na neema mbalimbali ambazo Mwenyezi Mungu amewaneemesha, na miongoni mwa hizo neema subhanallah zilikuwa zinafanana, ni sawa bin sawia na neema za qaumi Ad. Qaumi Ad walikuwa wana majumba ya kifahari na qaumu Saleh vile vile walikuwa na majumba ya kifahari, bali wao Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu katika kuelezea neema zake juu yao, sikiliza hii aya, anasema kadhabat thamudul mursalin idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'uni wama as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin atutrakuna fima hahuna aminin في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. aya hizi zinaeleza neema halisi waliokuwa wanaishi hawa watu. Kadhabat thamudul mursalin, wamekadhibisha watu wa Thamud mitume, sio mtume mmoja. Ndio tumesoma kumkadhibisha mtume mmoja ni sawa sawa na kuwakadhibisha mitume wote. Ukimkataa mmoja tu umekataa wote, kwa sababu kazi yao ilikuwa moja. Idh qala lahum akhuhum Salihu, siku alipowaambia ndugu yao Saleh, ala tattaqun, hammogopi Mungu? Inni lakum rasulun amin, mimi kwenu nyinyi ni mtume mwaminifu. Fattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wa ati'un, na munitii mimi, wama as'alukum alayhi min ajrin, na tena sina mimi ninachokitaka kutoka kwenu cha ujira wowote. In ajriya illa ala rabbil alamin, ujira wangu mimi unatoka kwa Mola wa viumbe vyote. Atutrakuna fima hahuna aminin, tizama namna Mwenyezi Mungu alivyowaeka mkiwa katika amani na salama. Amani ni neema kubwa sana. Leo Somalia ni miaka 24 au takriban, amani hakuna. Watu wanaishi katika hali ya hofu, kila siku hali inazidi kuwa mbaya. Watu wanaacha majumba yao, wanaondoka kila mahali. Nchi hii ya Kiislamu tunaona vitizama, tunapata ibra. Ndio tunarudi kule katika darsa ya kuacha athar. Allah anasema kul siru fil ardi fandhuru. Sasa kawa ikiwa ndugu zetu kule Saudia wanazifuta athari za mtume, wakati athari za makafiri zipo zimeachwa mpaka leo, watu wanapita wanatizama, wanapata ibra na mazingatio. Fandhuru, tizameni kaifa kana aqibatul mukadhibin. Kuna umuhimu wake wa kutizama athari. Watu wanavuta hisia, kama ni za kheri wanapata ndani yake mauidha, na kama ni za shari pia vile vile kuna mauidha ndani yake. Kwa hiyo walikuwa katika jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, na walikuwa katika mazao, matunda, mimea, furaha ya aliye juu. Matunda yenyewe yalikuwa tamu wanapokula. Ndivyo yanavyosifiwa katika Qur'an. Watanhituna min aljibali buyutan farihin, na Mungu amewapa uwezo wa kuchonga katika majabali mkafanya rooms za kukaa, majumba ya hali ya juu ya kifahari. Huo uwezo walikuwa nao. Watanhituna, wakichonga majabali wakifanya ni buyutan farihin, nyumba luxury kabisa.
Hizi zote ni neema za Mungu. Sasa nawakumbusha haya ili wamshukuru Mwenyezi Mungu wala wasimkufuru. Subhanallah, siku moja Nabii Saleh akasikia kwamba wamekusanyika watu wote wa Thamud katika nadi. Nadi ni kama club, mahala ambapo wanakusanyika watu wengi, maskani hivi, mahala kuna watu wa busara, watu wenye hekima, watu wote wako pale. Akaona ni nafasi nzuri ya kwenda kuitumia kwa ajili ya da'wa. Alipofika pale, kama kawaida yake, akawakumbusha kwamba yeye ni mtume, na akawataka warudi kwa Mwenyezi Mungu kwa istighfar na mambo mengi ambayo aliwaahidi ya kheri yatapatikana baada ya imani yao. Kitu ambacho walidai watu wa Thamud, hawakudai watu wengine wowote waliopita. Hapa walimwambia mtume wao, tunataka utupe dalili kwamba wewe ni mtume na utuletee miujiza, lakini sio unayotaka wewe, miujiza tunayoitaka sisi. Hapo ukituletea miujiza na dalili, sisi tutaamini kama wewe ni mtume. Kwa mara ya kwanza historia hizo zote tulizozisoma, hawakuomba watu miujiza. Kwa Nabii Nuh hawakuomba watu miujiza, Nabii Hud hawakuomba miujiza. Hapa watu wa Saleh wanasema tunataka miujiza ambayo itaonyesha wewe kweli ni mtume, na baada ya hapo miujiza yenyewe tuwe tunaiomba sisi aina kadha. Sasa mnataka nini? Sikiliza miujiza yenyewe. Unaliona lile jabali pale? Naam. Nasema nuridu an yakhruja min hadha aljabal naqa, tunataka atoke katika jabali hili ngamia, tena ngamia mwenyewe dhakhma, mkubwa kweli kweli, sio kama hawa ngamia wetu tulokuwa nao. Na hawa walikuwa Waarabu, ndio maana walitaka ngamia, kwa sababu ndio mnyama aliyokuwepo pale famous. Nuridu an takhruja min hadhihi as-sakhra naqatun 10, tena awe na sifa hizi. Ngamia mwenyewe ana mimba, mimba yenyewe ni miezi 9. Hiyo yote wanapanga wao. Maana anasema wewe tukikuambia lete miujiza ukaleta unayotaka wewe, pengine unaweza kuturoga, kwa sababu hiyo sifa ya uchawi walimpa hapa katika aya ambazo tutazisoma. Walimwambia innaka anta minal musahharin, katika watu wenye uchawi au waliorogwa au wanaoweza kufanya mambo ya uchawi, wewe ni mmoja wao. Kwa hiyo hiyo miujiza hatutaki tukwambie wewe ilete unayotaka, la, tunayotaka sisi. Kwa hiyo akhrij min hadha aljabal naqa, toa jabali, toa ngamia katika jabali. Tena ngamia mwenyewe mmoja anaposema ngamia, mmoja sema rangi yake wenye nyekundu, mwingine anasema na ngamia mwenyewe awe mkubwa, mwingine anasema na ngamia mwenyewe awe anakunywa maji yote ya kisima hiki. Kila mmoja anatoa zake anazotaka yeye, sio mtu mmoja. Na hii inanikumbusha pale makafiri wa Makka walimwambia Mtume Muhammad maneno haya, waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Wakamwambia Mtume Muhammad, sisi hatukuamini mpaka ututolee chemchemu katika ardhi. Maana ardhi ya Makka na Madina, ardhi ya Arabuni yote ni kavu, chini kumekauka. Kwa hiyo kama wewe unatudai kwamba wewe ni mtume, tutolee chemchemu katika ardhi. وقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تفجر الأنهار أو تبسلي ميتو katika ardhi. وقالوا لن نؤمن لك حتى, hatutokuamini wewe, hata ni harfu ghaya,
kitu unachotaka tukufanyie kwamba tuamini kwamba wewe ni mtume kutoka kwa Allah, tuletee aina ya chemchem katika ardhi, tena chemchemu yenyewe iwe adhbu, isiwe malih, ni tamu. Tunapokunywa maji yake tuseme kweli haya ni maji ya chemchemu ya ardhi, yale ambayo tumeyazoea. Au takuna laka janna, au uwe na bustani min nakhilin wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Kama huwezi kuwa na chemchemu, uwe na bustani la shamba la mitende, kuwe kuna pasuka mito inapita, tuwe tunaona kwa macho yetu. Au tusqita as-samaa kama zaamta alaina kisafa. Kama huwezi hilo, basi tudondoshe mbingu ipasuke pasuke vipande vipande. Tizama, wanadai moja halijatekelezwa, wanaongeza la pili. La nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira au tusqita as-samaa kama zaamta alaina kisafa au taatiya billahi wal malaikati qabila. Au kama huwezi kutudondoshia mbingu vipande vipande, mlete Mungu na malaika wake waje hapa face to face. Mungu tumuone huyu hapa na malaika wake wakukamate mkono, wakuintroduce wewe mbele yetu, sema bwana huyu ni mtume wangu, muaminini na kuombeni. Yani Mungu aje amueleze mtume kwamba mimi ndo nimekuja na muintroduce khasa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Hii ni kuonyesha kwamba hawataki kuamini. Sasa basi semeni kimoja moja. La, ikitoka hiki anasema hiki, au tusqita as-samaa kama zaamta alaina kisafa au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au tarqa fi as-samaa. Au kama huwezi kumleta Mungu hapa na malaika wake, tukuone unakwea mbinguni, tukuone kuwe na ngazi unapanda mbinguni na ngazi. Au tarqa fi as-samaa wala nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra. Wala hatutokuamini hata ukipaa mbinguni, usijisumbue bure. Angalia, وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف. Au kama huwezi hayo, uwe na nyumba ya dhahabu. Kwani wewe maskini kama mtume utakuwaje na nyumba ya matope? Tukuone una nyumba ya dhahabu. Au yakuna laka baitun min zukhruf au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fi as-samaa, au tukuone unakwea mbinguni. Walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'uhu qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Waambie, jibu lake Mungu akamwambia waambie, subhana rabbi, mimi ni binadamu kama nyie, mimi sio malaika, lakini Mwenyezi Mungu amenipa miza tofauti za kunipa utume, na hao hata hiyo miujiza wanaotaka tukiwaletea hawatokuamini. Usijisumbue Muhammad, kwa sababu nyoyo zao zimeshapigwa nini? Mihuri. Kwa hiyo wale wanasema tunataka atoke katika hii jabali ngamia mwekundu, tena ngamia mwenyewe rangi yake iwe hiyo, isichanganyikane na rangi yoyote nyingine, alafu awe na mimba, alafu azae mtoto katika kipindi kidogo sana, maana iwe ni miezi 9 mimba yenyewe, sio inaanza mwanzo. Alafu hapo ndio tutakuamini. Akawauliza Saleh, araaitum law istajabtum law ajabtukum ila ma tad'uni ilay, mnaonaje kama nitakuitikieni nikufanyieni hayo mnayoyaomba biidhnillah, tu'minuna bi tusaddiqunani? Na kuulizeni swali, nikikufanyieni hayo mnayoyaomba, nilete ngamia kwa sifa mlizozitaja, mtaniamini kama mimi mtume? Mtaacha kuabudu masanamu? Kwa nini?
Akamwambia basi. Saleh akajitenga pembeni kidogo, akaanza kumnyenyekea Mola wake, akapiga sala zake, akatadarra kwa Allah, naomba. Wa idha bisakhrati tatazalzal, pale pale jabali likaonekana linatikisika. Wa takhruju minha naqatun ashra, na anatoka katika jabali lile ngamia mkubwa, hajawahi kuonekana tena, kisha kuwa na mimba. Hakuna dume lilokuwepo pale, lakini vile walivyotaka ndivyo alivyokuja ngamia. Nani aliyefanya kazi haya? Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Uwezo wa Allah. Ngamia akatoka akitembea na vishindo, unasikia ile vishindo vyake, kwa sababu sio sawa na ngamia wale waliokuwepo pale. Maana vile vigamia vyao vidogo vidogo vilivyokuwa vikimuona wenyewe vilikuwa vinakimbia, maana huyu kama sio mwenzetu. Sasa watu wa Saleh walipoomba miujiza walioiomba wenyewe, ikaletwa indhar. Indhar ni notice kwamba maadamu miujiza mlioiomba mmeomba wenyewe, basi hadhihi naqatullah, huyu ni ngamia wa Mungu, fadharuha, muacheni, msimguse kwa ubaya, ale katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, anywe katika maji ambayo Mungu amepanga. Wala tamassuha bisu, msije mkamgusa kwa ovu lolote, msije mkamkamata kwa baya lolote. Fayakhudhakum adhabun qarib, katika aya nyingine adhabun alim, katika aya nyingine adhabu yawmin adhim. Mkimgusa siku yoyote tu, alama ya hatari hapo itatokea, mtapata adhabu kali sana kwa kumgusa kwa ubaya. Msimbughudhi, msimkere ngamia huyu, mwacheni katika ardhi, anakula anakunywa, na tena katika ugavi ambao Mungu amepanga, kwa sababu mmemuomba wenyewe. Huyu itabidi mshirikiane naye katika kisma cha maji. Waambie kwamba maji ambayo wanayatumia ni qismatun lahum walinnaqa, itabidi wao wana siku yao ya kunywa maji, na ile siku yao wachote kabisa na siku ya pili, kwa sababu itakuwa nizamu ya ngamia. Ikiwa zamu ya ngamia, wasije wakaingia katika kisima cha maji kutaka maji. Kwa hiyo chukueni kabisa akiba yenu ya maji ya kesho, ili msimbughudhi ngamia wa Mungu. Na la ajabu, walikuwa wakimkama ngamia maziwa yakitosha mji mzima. Huyu ngamia hakuwa kawaida. Tumesema siku ya pili wakichukua maji, alafu siku nyingine wanakama maziwa ya ngamia yule, wanatumia wote, mji wote pale, sio mtu mmoja tu, wote wanakunywa ngamia maziwa ya ngamia yule. Subhana rabbi. Tuzisome aya katika sura Hud ambazo bado zinatueleza namna ya qaumi Saleh walivyoletewa miujiza ya ngamia. Allah nasema, قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. Hapa nawaambia enyi watu wangu, huyu ni ngamia wa Mungu. Idhafatu tashrif, ngamia wa Mungu muacheni katika ardhi ya Mungu, anakula kwa nafasi yake. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabun qarib, kwa sababu mkimgusa kwa ubaya adhabu iliyo karibu itakupateni.
na aliwakumbusha kwamba qaumi Ad hawako mbali nanyi, ni juzi tu, miaka ya karibuni. Na mtu mwerevu ni yule mwenye kuchukua darsa kwa mwenzake aliyepita. Hao watu walikuwa wanajua kwamba historia yao na qaumi Ad haikuwa mbali, ni miaka ya karibuni tu hapa. Wenzetu waliangamizwa kwa upepo mkali. Sasa kwa nini wao wasitie akili? Na binadamu mara nyingi anatakiwa, Imam Shabi anasema itta'idh bighayrika wala yatta'idh ghayruka bika, chukua mazingatio kwa watu na wala watu wasichukue mazingatio kwako. Yani chukua masomo kwa waliopita. Kila mmoja, kama we ni kiongozi, ni mtu wa siasa, ni raisi, ni waziri, ni mbunge, ni sheha, ni imamu, ni shekhe, ni alim, ni mwalimu, chukua mazingatio. Lazima katika fani ile kuna watu walifanya mambo makubwa, madogo, mazuri, mabaya. Sasa zingatia wewe katika njia unazozipita kuchukua mazingatio. Kama we ni rais, tizama rais aliyepita, angalia mazingatio, chukua yalokuwa mazuri yake uyafanyie kazi, yalokuwa mabaya usije na wewe ukaingia katika makosa yale yale alofanya mwenzako. Yani ndio maana ya kuzingatia kwa wenzako waliopita kabla yako. Itta'idh bighayrika wala yatta'idh ghayruka bika. Imam Shabi alipotoa mfano huo, alitoa mfano kisa cha wanyama. Anasema laqad istada asadun ma'a dhi'ib wa ma'a thalab zarafa wa dhabya. Siku moja simba na mbweha na mbwa mwitu walikwenda kuwinda, wakapata dhabi na arnab na zarafa. Katika kuwinda kwao wakapata wanyama watatu. Hawa wasasi ni watatu, simba, bweha na mbwa mwitu. Hawa ni wasasi. Sasa katika kusaka kwao wakapata zebra na ghazal, paa yule, na sungura. Kwa hiyo watatu kwa watatu hapa. Baada ya kukaa kitako wakataka kugawana sasa. Simba akamwambia mbwa mwitu, iqsim bainana, wewe ndo mgawaji, tugawie windo letu tulichowinda. Mbwa mwitu akasema al-amru wadih, mambo yako wazi hapa ya sayyidi, ewe bwana wangu. Akaambia az-zarafatu lak, wewe utachukua zebra utakula, wadhabyu li, mimi mbwa mwitu nitachukua paa, wal arnab li thalab, na mbweha atakula sungura. Kila mmoja hapa shamgawia cha kwake. Lakini kumbe ile nyama ya paa ni tamu kuliko nyama zote zile. Pale kishafanya ujanja, yeye ndo kajichukulia nyama ile kwa tamu. Simba aliposikia vile akanyanyua kono lake lile, kampiga kichwa chake kile, kichwa kikatengana na mwili juu juu. Bweha akashtuka. Baada ya kichwa kuruka, simba akamgeukia mbweha akamwambia iqsim baini wa bainak, sasa wewe ndo mgawaji ulobaki, haya gawa. Mbweha anatetemeka, anasema almas'alatu wadihatu ya sayyidi, mambo yako wazi. Anasema zarafa lighadaik, huyu zebra yani zarafa ni twiga. Anasema hii ni kwa ajili ya chakula chako cha mchana, wa dhabyu liashaik, na huyu paa utakula chakula chako cha usiku. Wal arnab ma baina wajibatain, na huyu sungura baina ya milo miwili hapo katikati utaongezea. Yani zote kampa yeye. Akamwambia masha Allah, min aina taallamta hadhihi alqismati aladila, umesoma wapi ugavi huu wa uadilifu kama hivi? Eti ndo namsifu, anamwambia wewe muadilifu, umesomea wapi? Akamwambia nimesoma pale kichwa cha mbwa mwitu kiliporuka.
Pale ndo nilipopata elimu mie, kwa sababu na haja gani na mie kukatwa kichwa? Kwa nini nisimpe yeye kila anachokitaka? Sasa hii ndio maana ya kupata darsa kwa mtu aliyepita kabla yako. Na qaumi Ad wamepita juzi tu hapa. Kwa nini hao hawazingatii wakalan lesson ambayo wamesoma kutoka kule? Sasa na wewe vile vile kuna mambo unayaona, zingatia kwa watu waliopita kabla yako. Ngamia huyu alipokuwa amekaa na hawa watu muda mrefu, wakachoka, wakasema huyu bwana anatutesa. Ngamia mwenyewe, na kwanza hata alipotoka katika jabali waliamini watu wawili watatu tu kumwamini Nabii Saleh, wengi walikanusha, hawakuamini hata baada ya miujiza. Kwa hiyo watu wakawa bado wanamwabudu asiyekuwa Allah, na miujiza imeletwa na hakuna kilichotokea, na bado wanaendelea na jeuri. Na katika kijiji kile kulikuwa na watu 8, walikuwa watu 9. Walikuwa ni watu wanajulikana kwa ufasik na uadui na bughdha kubwa, ni maarufu. Hawa watu pamoja na wengine wakakaa kitako, wakala njama, wakasema jamani, ngamia wa Saleh anatubughudhi, mpaka tumsubiri yeye anywe maji, na maji yote anayamaliza yeye. Alafu tena ngamia mwenyewe kwanza sio wa kawaida, anawatisha mpaka ngamia wetu, ametuletea balaa. Sasa tunakuombeni, rileteni rai zenu, tufanye nini? Rai yao wakasema tumchinje, na walitahadharisha wala tamassuha bisu, wasema apotelea mbali, tunamchinja, na tukishamchinja tunagawana nyama zake, tunamla nyama. Nani atajitokezea? Ngamia mkubwa. Kuna wengine mpaka wakafika hadi ya kutoa binti zao. Kulikuwa na mwanamke mmoja na binti warembo, na maskini mwanamke huwa anatumiwa katika kila mahali. Atakaye kuwa shujaa wa kumchinja ngamia wa Saleh, nitampa binti zangu 4 wote, sio mmoja. Na sisi wanaume tukitajiwa wanawake huwa tuko tayari kumuua mtu, sio ngamia tu. Basi mmoja anaitwa Qudar ibn Salif. Qudar ibn Salif ndio katika Qur'ani ametajwa kwa kinaya, idhim ba'atha ashqaha. Ndio huyo Qudar amechomoka, mmoja katika watu waovu sana, yani mpaka Mungu anamtaja kwa uovu. Alikuwa muovu kiasi gani? Wakala njama, ngamia yuko mahali fulani, wakachukua kamba zao na visu vyao, wakapita wanamtafuta, wakamsubiri anapita, wakamvuta na kamba. Qudar ibn Salif akamkata miguu kwanza kumpunguza makali. Ngamia akaanguka, akapiga ukelele, akachomwa mikuki katika shingo yake, akachinjwa. Baada ya kuchinjwa, kile kitoto chake kikakimbia, kana kwamba kinasema mnamfanya nini mamangu? Paka mbele ya jabali ambako kilitoka pale, kile kitoto kikapotea katika jabali. Ngamia wa Saleh ameshachinjwa, nyama zimeshaanza kugawanywa. Tumeshaokoka kutokana na dhiki ya maji. Wala hawakuwa na dhiki, na wala hawakuwa na tabu yoyote, wala hakukuwa na haja ya kumchinja ngamia huyu, lakini wakamchinja. Ndo aya anasema faaqaruha, wakamchinja ngamia. Faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Saleh akaja, mmemchinja ngamia, mmefanya kitu ambacho nimekukatazeni, na kupeni siku 3. Kaeni katika nyumba zenu kwa muda wa siku 3. Baada ya siku 3 adhabu itakuja. Hii siku ya kumchinja ngamia ilikuwa siku ya Jumatano. Kwa hiyo wakapewa Alhamisi na Ijumaa na Jumamosi, siku 3 hizo. Siku ya 4 adhabu itakuja, na akawapa ishara, akawaambia siku ya kwanza nyuso zenu nyote zitakuwa manjano, mtabadilika sura. Siku ya pili zitabadilika, zitakuwa nyekundu nyuso zenu nyote, na siku ya 3 nyote mtabadilika sura, zitakuwa nyeusi, na siku ya 4 adhabu itakuja. Tamatau, na kupeni muhula wa starehe, muda wa siku 3, 3 days only, hakuna ziada.
فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Ahadi hizo si za uongo, na ahadi anatoa Allah, hakuna uongo ndani yake. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ. فلما جاء أمرنا, ilipokuja adhabu yetu. Siku ya kwanza kweli wakaamka, kila mmoja akashtuka kumuona mwenzake sura imekuwa yellow. Mbona uko hivi? Akaambia na wewe pia mbona rangi imebadilika? Kumbe si yeye tu, na watu wote kijijini. Alituambia Saleh. Wengine wanarudi wanakwenda kwa Saleh, basi tumeamini. Haifali kitu. Nimeshakuambieni la tamasuha bisu, adhabu itakuja na nyinyi mmefanya. Na angalia jeuri walioifanya baada ya kumchinja ngamia. Walipomchinja walimwambia ya Salihu, ewe Saleh, itina bima taiduna in kunta min almursalin. Sisi tushamchinja, kama kumchinja ngamia tayari, sasa we lete hiyo adhabu kama kweli kuna adhabu na we ni mtume. Angalia jeuri, yani kosa umefanya na bado una tahaddi, challenge, kama kuna kitu kinakuja cha adhabu kilete, tunakisubiri. Ndio akamwambia tamatau fi darikum, kaeni katika majumba yenu 3 ayyam dhalika wa'dun ghairu makdhub. Zilipofika siku ya pili, nyuso zikabadilika zikawa rangi nyekundu, na siku ya tatu ikatokea nini? wa akhadha alladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'an lam yaghnaw fiha ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. waliokufuru wote ikaja adhabu ya ukelele, swaiha. Jibril alipiga ukelele mmoja tu. Ukelele unapotokea masikio haya yanapata tabu sana, hasa ukiwa si wa kawaida. Wale wenye kusafiri na ndege mara kwa mara nyingi hata wakishuka kwenye ndege hawasikii. Ni kelele ambazo wewe umo ndani ya ndege wala hauna bughudha yoyote, lakini kwa kile kishindo chake. Sasa niambie, je, atakayepiga ukelele huo ikiwa ni Jibril mwenye mbawa 600? Tena mbawa zenyewe huku huoni mwisho wala huku huoni mwisho, ma baina janahin ila janah kama baina samai wal ardh. Kutoka ubawa mpaka ubawa ni kama mbingu na ardhi. Alafu Mungu alimsifu kusema dhi quwwatin inda dhil arshi makin. Akipiga ukelele kwamba ni kelele, apige ukelele, itakuwaje? Basi roho zote zikatoka kwa ukelele, ikawa mili bila ya roho. Ndio Allah hapa anatuambia wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu, wakapambaukiwa fi diyarihim jathimin, arwah ajsad bila arwah, hakuna kitu. Ka'an lam yaghnaw fiha, tena utadhani hawakuwepo kabla ya hapo. Mtu yoyote anapokufa utafikiria kama hakuwepo. Yani ni maisha ya mchezo tu hii dunia. Msimamishe hapa mzee mwenye miaka 70, mwambie hebu tutolee historia yako. Miaka 70 yote unadhani atakaa hapa na kueleza miaka 70? Ataizungumza historia kwa muda wa dakika 15, miaka 70 yote amemaliza. Atakwambia mimi nilizaliwa mwaka 1900 na kadhaa, nikasoma shule fulani, nikasoma kwa shekhe fulani, mpaka leo ndo niko hapa. Ukiangalia miaka 70 hiyo ameifanyia tafsiri ndani ya dakika 10-15. Maana yake ndo maisha yenyewe. Kala miyaghnaw fiha, utadhani hawakuwepo. Hebu toa historia yako ya miaka 40 kama utaitoa kwa muda wa miaka 40. Haiwezekani. Muda mchache mno. Basi ndo maisha yalivyo. Wa yawma taqumu sa'atu yuqsimu almujrimuna ma labithu ghayra sa'a. Siku ya kiyama kikisimama, mujrimina watasema hatukuishi isipokuwa saa moja tu katika hii dunia. Yani maisha yote, miaka yote ambayo Mungu amewapa, watasema tumeishi
kwa muda wa saa moja tu. Sasa kitu kingine kibaya zaidi walichokifanya hawa watu 9, Suratul Naml inasemaje? وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. Wale watu 9 wale baada ya kumchinja ngamia wa Saleh wakasema na huyu Saleh pia tuende tukamchinje. Wakataka kumuua Saleh, wakala viapo, wakasema takasamu, kila mmoja atoe kiapo kwamba hii siri hatoitoa na atashirikiana na sisi katika kumuua Saleh. Wakala kiapo, wakasema baada ya kumuua tuwaambie maaulia wa Saleh kwamba hatujamuona Saleh wala hatukumuona mahala popote. Baada ya usiku wakamtafuta Saleh, kabla hawajampata Saleh adhabu ikaanza na hawa watu 9. Ndio Allah anasema wamakaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun, walifanya vitimbi na sisi tukavitegua vitimbi vyao wakati wenyewe hawana habari. Fandhur, anaambiwa Mtume Muhammad, tizama, utadhani ndo sasa kinatokea, na ndo utamu wa Qur'ani. Yanatokea mambo utafikiria ni filamu unaonyeshwa wewe. Ndo Allah anamwambia undhur, tizama, kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'in. Tizama mwisho wa vitimbi vyao, tuliwadamirisha wote na watu wao, hakuna aliyebaki. Kwa hiyo adhabu ikaanza kuwashukia hawa watu 9 waovu. Mawe yakawadondokea, ardhi ikapasuka, wakaingiza, wakagharikishwa, alafu baadaye ndo wakafuatia wengine jumla waliobakia. Fatilka buyutuhum khawiya, Allah anakuambia hizo hapo nyumba zao tupu, hazina watu. Na ukipita katika Madainu Saleh utaziona, na Mtume alipita sehemu hii na masahaba, watu wakaingia katika visima vyao walivyokuwa wakitumia kuangamia huyu, wakachota na maji na viungu vyao. Mtume akaja akawakataza, akamwambia mwageni maji hayo na viungu hivyo vunjeni, na hapa msiingie ila mnalia, kwa sababu mahala ambapo palitokea adhabu. Wa illam tabku fatabakau, hapa mahala sio pa maskhara. Na Mtume alikuwa akipita mahala popote pa adhabu alikuwa hapendi kukaa kawa na furaha na enjoy, anakuja anafanya ibra na mazingatio.